Moja kati ya issue ambayo imekuwa ikimake headline sana huko Instagram na kwenye platform tofauti ni issue ambayo imetokea pale Mbeya, ambapo alionekana bodyguard wa Rayvanny kuonekana kama kuzidiwa nguvu hivi na kuweza kama kudhibitiwa na shabiki ambaye alikuwa akishangilia katika show ambayo Rayvanny alikuwa akifanya pale Mbeya. Leo ninaye mmoja kati ya bodyguard mkubwa Tanzania. Huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye anafanya kazi kwa karibu sana na wasanii hao wakina Rayvanny na wasanii wengi sana wa Tanzania anafanya nao kazi. Huyu si mwingine Jitu la Kale. Tuzungumze naye kwa sababu ni mmoja kati ya yeye pia ni mhanga wa huko. Brother, heshima yako. Bwana kwaje? Poa kama kawaida. Niko poa. Poa, mambo vipi? Show kali man. Kitambo kidogo. Baba pilika zetu tunajua mihangaiko hapa na pale. Mako kilala basi ugali nyumbani watoto waendi chooni. Majukumu wanaenda kama kawaida. Tunashukuru Mungu, ishara atujalia. Tunapambana, tunachokipata tunashukuru Mwenyezi Mungu. Majukumu yenu ni mazito sana. Watu wanazungumza kwamba kazi yenu ni ngumu sana, lakini sio watu kuzungumza, watu wanaiona kazi yenu ambayo mnaifanya kwenye mambo tofauti vile ambavyo huwa mnapata nafasi ya kuonekana. Tupe kidogo ubodyguard. Sababu ni kitu ambacho kinazungumziwa sana sasa hivi. Ubodyguard ni mtu ambaye anatakiwa ni awe aina gani hasa? Unajua kwanza ukisema bodyguard ni taasisi moja, ni kubwa sana kwa sababu ni watu ambao wanafanya maisha ya mtu, umeelewa, na anafanya kitu kuitoa roho yake, umeelewa, yani roho yake kuiweka leani muda wote, yani linalotokea litokee, au sio? Yani ni kazi ambayo ni ngumu sana, lakini ndio hivyo, tayari kitu kishakuwa kwenye damu. Yani kwa sawa na polisi ashakula kiapo, usiogope kwenda vitani man, yani ni kupambana. Wewe kwa upande wako, kwa issue ambayo imetokea pale Mbeya ya bodyguard kudhibitiwa na watu wengi walihisi kama amekabwa hivi na shabiki ambaye alikuwa akishangilia katika show ile ambayo Rayvanny alikuwa akifanya kule nyumbani kwao. Kwa upande wako unaweza kuzungumziaje tukio zima ambalo limetokea hapa? Unajua hizi kazi zina changamoto sana, na kama zina changamoto, kingine zaidi ni kwanza sisi wenyewe ambao watenda hizi kazi. Unajua ukishakuwa kwenye, yani kwamba ukishaamua kwamba mimi nahitaji nifanye kazi fulani, kabla hujaanza kuifanya ile kazi lazima kwanza ujiangalie mwenyewe. Je, afya yako ikoje? Unaweza kupambana na ile kazi? Kwa sababu ile kazi kwanza inatakiwa na afya ya kutosha, umeelewa? Nikisema afya, sio lazima uwe na mwili mkubwa, umeelewa? Unaweza kuwa mwili mkubwa afu afya yako ikawa dhaifu, umeelewa? Bali umakini wako, umeelewa, utendaji wako wa mazoezi, umeelewa, je una maintain vipi, sawa, chakula chako unachokula, umeelewa, na uweze kufanya zile kazi, lazima kwanza uwe na pulling ya kutosha. Nikizungumzia pulling ya kutosha, manake lazima uwe na pumzi, yani sio tu kwenda gym umenyanyua tu vyuma umemaliza umerudi nyumbani umejaza mwili, umeelewa, au umeona pengine nachelewa umetumia maprotein umebugia, au sio, mwili umejaa, kwamba hata mimi naweza kufanya kazi nikawa bodyguard. Never. Lazima utafeli, cha kwanza. Cha pili, lazima unapotaka kuingia kwenye hizi taasisi zetu za kazi, cha kwanza lazima zingatia sana mazoezi ya lodi. Lazima ukimbie, yani hata kwa wiki mara 3, umeelewa, ndani ya masaa mawili. Yaani ukikimbia ndani ya masaa mawili, chifu ni parefu sana, umeelewa, masaa mawili tunatosha. Unakimbia masaa mawili, ukirudi unaingia gym, kwa muda wote mwili wako unaweka unakuwa uko vizuri, yani kwamba hata ambushi ikitokea baba kikisanuka speed, umeelewa. Kama unakumbuka kuna issue moja ilitokeaga Madale, umeona ile abomoa vunja, mabodi wengi tumewapoteza pale, kutokana na pumzi, kwa sababu mtu nakimbia kijiji kinakuja, umeelewa. Sasa ile ukisafoti babu, basi ndio hivyo, watu wanakupiga, watu wanaondoka na wewe, umeona. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, tuzidi kufanya mazoezi kutafuta pumzi, umeelewa. Na isitoshe, unajua kuna kitu kimoja, wasanii wetu
au wateja wetu ambao tunafanya hizi kazi hawapendi kuwa na watu special. Umeelewa? Kwamba watu wangu hawa muda wote wako busy na mazoezi kwa ajili ya kazi yangu mimi. Niwape budget ya kutosha ili wawe wazidi kuwa fit. Ndio maana hata leo ukiona askari kuna vikosi vipo kazi yao ni kula na mazoezi kwa ajili ya kudhibiti uhalifu wote unaotokea katika nchi yao. Umeelewa? Leo mpaka hapo. Kwa hata wewe hata wale mabosi zetu tunafanya nao kazi, ukishajua kwamba mimi hii ndio list yangu ya kufanya nao kazi, lazima uwaweke vizuri, waishi vizuri, wale vizuri. Umeelewa? Ili hata wewe usiwe na wasiwasi na ile na watu wako unaofanya nao kazi. Kwa hiyo ila kuna hii tatizo kusema kwamba I said hebu nataka mabouncer 10. Umeelewa? Nataka bouncer 10 au nataka bodyguard 10. Usitafute mabouncer kwa sababu ya fashion. Kwamba uonekane msanii umeenda sehemu na mabodyguard 10, 30. Umeelewa? Sawa, una trend unaenda mjini, lakini je, unaweza kuamudu? Umeelewa? Unampigia bouncer jana kakesha kazini. Sawa, amekesha kazini kwake. Asubuhi akiamka simu inaita, "Oya, uko wapi?" "Niko nyumbani." "Hebu twende tumpeleke msanii sehemu fulani. Kuna show Mwanza, kwa show Mbeya, kwa show Songea, kwa show wapi." Tayari mtu anaamka anavaa nguo zake hivi na hivi. Umeelewa? Anaingia kazini. Lazima itokee tatizo. Unahisi kile ambacho kimetokea Mbeya pale, unahisi labda bodyguard kitu gani ambacho alipungukiwa pale, na ndio maana tukaona imetokea situation kama ile pale? Baba, pulling ilifeli break pale, pulling ilifeli break kwa sababu yule aliishiwa pumzi. Umeelewa? Unajua unavyokuwa na msanii, unajua msanii tofauti, kazi ya msanii tofauti na kazi ya harusi au kitchen party, kwamba unaenda tu pale umesema tu hivi, umevaa suti yako. Umeelewa? Kazi imeisha, unaondoka na yule mtu. Msanii apokuwa anaimba, akimaliza anahitaji kutengeneza kitu kikubwa. Umeelewa? Ili hata yeye pia watu mataifa waone kwamba da, kweli yule mtu anapendwa nchini kwake. Anafanyaje? Umeelewa? Lazima aondoke na kijiji, kwa sababu yeye anakimbia tu. Lakini sasa wewe bodyguard ambao unamgadi yule, sawa, kwa mdoto unavyokimbia huku mikono nafanya nini? Inapush watu. Kwa hiyo pumzi lazima ikate. Alafu na isosho nakimbia vumbi. Umeelewa? Lazima pumzi ikate. Umeelewa? Kwa hiyo kitu kingine, wakati mwingine tunasema kwamba wasanii wanaangalia tu upande wao sometime. Umeelewa? Lakini bado anashindwa kuangalia afya ya yule mtu ambaye anemgadi. Na kingine, yeye anaona kwamba vizuri kaenda mjini kwa sababu hajatokea itirafu. Lakini kitokea itirafu kubwa ina cost mwisho wa siku. Umeelewa? Kwa sababu wale watu unavyokuwa unajaza watu wengi, alafu unakimbia nao, mtu akidondoka anakanyagwa, anaweza kupoteza maisha. Umeelewa? Lazima apoteze maisha. Umeelewa? Kwa hiyo nao pia inabidi wakae waangalie kwamba hapa tunafanyaje ili niweze hata sio kwa wewe tu ambao ni mgadi, hata kwa maisha yeye mwenyewe, kwa sababu hakuna mtu yoyote asiyokuwa na ugomvi na mtu. Hata jitu hapa nilipo, sawa, lazima kuna watu wengine wanipendi. Hata wasanii, kuna baadhi ya wasanii wapendani. Umeelewa? Usione kwamba wale wanashangilia pale wote kwamba wote wanakupenda, wengine wakupendi. Umeelewa? Sasa wewe msanii tayari unavyokuwa unajiachia sana, unataka kutafuta kitu kikubwa. Umeelewa? Je, watu wako umewapangaje? Umeelewa? Je, wana uwezo gani wa kukusimamia wewe ili usizulike? Mtu anaweza akaja akutia hata bisibisi. Umeelewa? Kutia hata sindano. Ujui kwa sababu umeruhusu, wamekuvamia. Unaona raha kwamba wakushangilia. Umeelewa? Lakini pale hata mwenyewe pia inahatarisha, kwa sababu nishafanya kazi wasanii kibao. Unakuta watu wanakuja na unawazuia, msanii anakuambia waache. Bosi, unamjua yule mtu? Waache, sawa, unawajua. Umeelewa? Lakini tatizo ikitokea pale, wa kwanza kuulizwa ni wewe bodyguard. Wewe ndio ulikuwa na huyu. Je, imekuwa kwaje? Shahidi namba 1. Yaani wewe unakuwa mtumiwa namba 1 kwa ajili ya kutoa maelezo. Umeelewa?
lakini kumbe vile vitu vilikuwa ni vitu simple. Ndio maana wenzetu, viongozi wenzetu wakubwa wa serikali, hata rais nani au sio, akishatoka kwenye ile mkutano, sawa, anasikiliza amri ya wale ambao wanemlinda. Sawa, umemaliza mkutano, uingia kwenye gari, tunaondoka. Umeelewa? Ile ndio inavyotakiwa. Lakini sisi tumemaliza kazi salama, tayari unaanza kukimbizana barabarani. Umeelewa? Sasa ile unatafuta ni hatari yako wewe mwenyewe pia. Utasema watu wanipenda, lakini mwisho wa siku Jitu Kale, wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye umefanya kazi na wasanii wengi sana. Nimekushuhudia umefanya kazi na wasanii wakubwa sana Tanzania. Labda utueleze kwa ufupi, labda ni tukio gani ambalo hutaweza kulisahau ambalo ulishawahi kufanya kwa msanii fulani ukasema hii kweli ilikuwa ni hatari sana kwa upande wangu? Ni issue gani na ilikuwa sehemu gani? Mbeya baba. Mbeya kule ambako imetokea ile ya juzi, kiliponuka juzi. Kule ilikuwa ni hatari kule. Mbeya watu ni hatari. Umeelewa? Mbeya na Mwanza. Nakumbuka Mwanza nilikuwa na msanii mmoja ni wa Mitego. Tunafakaza na Mitego. Niko pale Mbeya, tumetoka kwenye show pale. Ilikuwa Koma Coast, nakumbuka kama hicho. Yes. Tunarudi. Umeelewa? Yule niga baba alivyotoka pale, sasa kaondoka na kijiji. Alafu nilikuwa peke yangu. Mmoja. Umeelewa? Bahati nzuri kuna mwana mmoja yupo kule. Umeelewa? Ni mwanangu yupo kule Mbeya. Naye tukaa kama wawili. Baba, ule mziki sio poa. Kutokea pale uwanjani. Tunatoka pale. Sasa ipige hesabu kuanzia pale uwanjani pale. CCM Chirumba. Mpaka picha ya samaki. Sato pale mwaga maji pale. Polisi ndio anakuja kupiga mabomu. Ni wa Mitego. Polisi apiga mabomu. Mixa gani mpaka gari zingali mpaka inavunjika kioo. Umeelewa? Watu wakuelewi. Umeelewa? Mimi nimekimbia. Umeelewa? Yaani nimekimbia. Yaani kama tulikuwa kama 5 au 4. Baba ninge escape sehemu hivi japo nifuta hata pumzi. Lakini nashukuru Mungu nilipambana. Umeelewa? Mpaka polisi walikuja kupiga mabomu kutawanya wale watu, na mimi nikasema Mwenyezi Mungu umeona roho yangu. Sababu roho ilikuwa inaondoka. Hatari sana. Ingine Mbeya tena. Niko na Mondi. Diamond. Umeelewa? Na Rayvanny hivyo hivyo. Tulikuwa kwenye kampeni ya hayati baba yetu mwaka jana Magufuli, tulikuwa pale. Kijiji tulichotoka nacho pale. Hivi unajua baafu ile njia tuliyopita kuna baadhi sehemu wanatengeneza, kuna yale mashine ya kukologea ya kuchanganya zege. Baba, wananchi wanakuja, sawa? Wanakimbia mbele, wanachukua zile mashine, wanafunga njia. Umeelewa? Hapa kuna kupi, tunamtaka Mondi, tunamtaka Rayvanny ashuke. Umeelewa? Ashuke. Mabodi sasa kazi yetu si kukimbia, tuende tunanyakua wale madude, tunatoa gari zipite, wengine narusha mawe, mazuia msafara. Umeelewa? Lakini bado wasanii wetu hawataka kuona kwamba ile ni hatari zaidi hata kwa upande wao na kwa upande wetu sisi ambao tunafanyia kazi. Lakini wenzetu waliona kwamba ni swala kawaida kwa sababu wanatengeneza kitu kikubwa. Umeelewa? Siwezi kumtaja, kuna baadhi hata bodi wetu mwenzetu alifloat. Sema ilikuwa ni siri. Alifloat, ila kwa sababu wenyewe kwa wenyewe kama wenyewe tunapendana. Umeelewa? Hatukuweza kufanya kile kitu kwamba kio kwenye public kama kilichotokea juzi Mbeya. Yule bodi alifloat kweli, ibidi achukue bajaji. Unajua bajaji za Mbeya zipu mtu amepiga bajaji bodi mpaka pale. Mmoja kugundua kwa wazito alipanda bajaji. Baada ya kufika pale voingia ndani, baada ya kufika hotelini, yule dogo ana dai lake. Umeelewa? Vipi? Jamani nimchukua mkodi alinipakia kule, alikuwa amechoka kwa hiyo. Umeelewa? Kwa nataka hela yangu. Tukasema hii kazi ni ngumu. Lakini baada ya kuishia hapo tukaenda Tunduma. Umeelewa? Tunduma tena hivyo hivyo. Umeelewa? Lakini nashupa Tunduma mimi kuna kitu nikiongea Diamond alinielewa. Umeelewa? Niko naye pa kwenye gari, yuko pale juu, nikamwambia chief, hii shughuli sio poa. Umeelewa? Naomba ingia kwenye gari. Toka kujuu ya bodi, ingia kwenye gari. Tuondoke. Hii hali hapa hatuwezi kupita. Watu ni wengi. Wakikuona hivi, unajua wanavyokuona, watu wanazidi usitegemee kwamba wao kutoka na ukule ndio wale. Wale kutoka na ukule waisharudi. Wengine wanatokea huku. Kwa hiyo wale pumzi zao haziishi.
kwa sababu alikuwa kula ishaondoka na kuja mwingine anaanza upya, wewe bado uko nao, umeelewa? Kwa ni kazi ambayo siwezi kuzisahau na ni kazi ni ngumu. Kwa maana mimi mtu akiniambia Jitu tunaenda sehemu fulani, kwanza naangalia kazi gani baba. Bwana kazi yetu ya kule bwana 1 2 3. Kwanza mtu akinipigia simu kushtukiza siendi. Anipe kabla hata siku 3 bwana, siku fulani tunasafiri tunaenda sehemu fulani. Hapo hata mimi sana napata muda ule kufanya nini, wa kutafuta pumzi ya kutosha, umeelewa? Kwa hiyo ile kazi ni ngumu, kama ulivyoona juzi Mario alivyokuwa pale Namongo, umeelewa, kule mgodini. Ushaona kishughuli ya kule, umeelewa? Sio poa. Mario kule kaondoka na vijiji vyote, kaondoka navyo vijiji, vitongoji, mjumbe, serikali za mitaa, sio diwani, sio nani, wote wametoka Mario. Nikifahamu kitu kingine kwamba baada ya tukio hilo pale kutokea, tumeona wasanii, boss mwenyewe Rayvanny ameiposti kwenye Insta story yake. Wapo ambao wamedisia. Sasa muone baadhi ya mabodyguard kama wamemind hivi, kama mchizi inakuaje na kuwa na posti kitu kama hichi ambacho kinakuwa kama kinavunjia heshima ya mabodyguard kuonekana vipi. Muona wapo baadhi ya watu ambao wameonekana kukasishwa tukio ile pale. Unataka kufahamu kwa upande wako, yeye mmoja kati ya mtu ambaye umefanya nao kazi na unazidi kufanya nao kazi mpaka sasa hivi, kwa upande wako ile tukio kama ile, mtu kama ile umetokea issue kama ile ambayo ni issue hatari kabisa, afu imepostiwa na msanii ambaye ndio bosi ambaye unafanya naye kazi. Unajua, labda nikwambie kitu kimoja. Unajua mabosi zetu sometimes wanaga wanatudharau, hawapendi kuona umuhimu wako, umeelewa? Kwamba huyu bodyguard tu, umeelewa? Ninavyotaka mimi basi ndio ile. Hataki kushaurika, hataki kuambiwa chochote, umeelewa? Lakini sasa kitu ambacho hata mimi pia sijakipenda na niliumia kweli. Hivi imekuwaje tukio kama hili linatokea na huyu ni mfanyakazi wako na ni bodyguard wako, imetokea itilafu pale, umeelewa? Yule mtu kama vile tayari pulling imefeli, break adondoka, batu zuri ile dogo, yani angeacha yule mtoto sawa, alivua shati, yani yule tayari anapasuka kielo, adondokea kichwa, umeelewa? Ingitali ingekuwa mengine pale, watu wanaongea mengine, sababu ni lami ujue, sawa, tayari watu wanaongea mengine, lakini sasa yule Mungu akasema huyu ndio ngao yako, wakaenda wote chini, umeelewa? Alafu tena baada ya ile swala kuliacha kama ilivyo, umeelewa? Tena msanii sawa, unakuja ile kitu unaipeleka mjini, umeelewa? Sawa, wewe unatafuta kitu, lakini ukaka kujua unazalilisha wale watu tunafanya nao kazi, umeelewa? Lazima uwe na siri. Ndio maana hata bodi hawezi kutoa siri ya bosi wake, umeelewa? Tunaku down, umeelewa? Huwezi kutoa siri ya bosi. Lakini sasa tatizo bodyguard kitu kimetokea, tayari bosi una posti, sawa? Alafu unaandika kabisa eti watu wa Mbeya mna nini? Watu wa Mbeya mna nini? Kweli mimi kitu sikupenda. Niliangalia sana. Ilibidi mwenyewe niichukue niiposti ile kitu. Sawa, nikachukua ile clip nikaiposti. Walionifuatilia kwenye account yangu ya Instagram Jitu la Kale TZ waliona kitu nilichokiandika pale. Umeelewa? Mwenye kuelewa alinielewa. Umeelewa? Niliposti ile kitu, sijakipenda. Kazi zetu sisi ni ngumu. Kwa hata mabosi zetu pia tunafanya nao kazi sometimes bila tusamini. Umeelewa? Wajue kwamba watu nao ni binadamu. Alafu watu wana pumzi, watu wana roho. Usiangalie tu maslahi yako wewe tu kwa sababu wewe basi unataka uonekane mjini hivi na hivi. No, hapana. Umeelewa? Hapana. Kwa sababu hatuwezi kusema kwamba msanii hawezi kutoka, anaweza katoka hata peke yake. Hatukatai. Anaweza kuondoka hata mwenyewe akaenda kwenye show. Lakini hawezi. Msanii hawezi kwenda pia kwenye show. Usiponichukua bodyguard, utaenda kutafuta hata utaenda kukodi hata Suma JKT au walinzi wa kampuni binafsi. Umeelewa? Kwa hata polisi wanakodiwa. Kwa hata ukienda polisi ukitoa bwana vibali vyako vimejitosheleza, nahitaji polisi 10, umeelewa? Utafanya kazi. Polisi sipo kwa ajili ya kuangalia usalama wa raia na mali zake. Umeelewa? Lakini sasa polisi huwezi kumkimbiza vile. Umeelewa? Yeye angalia usalama wa pale, akimaliza kazi yake imeisha. Katiba yake inavyomruhusu. Kamaliza kazi, umeingia kwenye gari, hayo mengine huko utajua wewe. Ndio huko utakuja kuumizana sasa. Umeelewa? Kwa sababu mimi leo unavyokuwa nikimbiza vile, sawa, ni kazi nini, lakini sio poa. Umeelewa? Yaani kwa upande wangu mimi kama mimi, kwa mtazamo wangu, sijajua kwa wengine. Swala kuposti ile leo ameyumba.
Lay ameyumba. Sasa kama mabodyguard, lakini pia mimi nakupa kiongozi wa mabodyguard kutokana na vile kazi zako ambazo unazifanya, kuna kitu gani ambacho mnaweza mkakifanya hapa kuhakikisha heshima inarudi kwa mabodyguard wote Tanzania? Kikubwa zaidi tuwe na msimamo. Kinacho tukosti sometime mabodi wa kibongo njaa. Umeelewa? Jitu nikipigiwa simu, jitu njoo. Kuna vipi babu? Inabidi tuende sehemu fulani, kuna 1 2 3. Naomba budget man. Jitu mimi nitakupa 30,000. Naambia hapana. Siwezi. Hiyo 30,000 nipa wewe, natumia nauli ya kuja kwako, natumia nauli ya kurudi. Siwezi kufanya hiyo kazi. Jitu unavimba hivi na hivi, jitu mwanangu. No. Hakuna wana kwenye maisha. Umeelewa? Hata wewe unavyopewa show, unavyopangia, unavyotaka show, sio unataka bajeti yako. Bana show hii mimi hainilipi. Si unaacha? Lakini sasa ikishakuwa vile, mimi ni jitu akishakataa. Sawa? Lakini mabodi sisi wenyewe. Ndio ile sasa ndio matatizo yanatokea. Unampigia bodi. Uko mwanangu? Niko nyumbani hapa. Hebu njoo tuenzetu, kuna 1 2 3. Bodi anaamka anavaa swali anaenda. Basi kujua madhara anaenda kufanya kule. Banda zoezi ambayo nitakwenda shilingi ngapi bana? 25,000, 30,000. Mtu aende anafanya kazi. Umeelewa? Kwa hata wasanii nao wanachukulia sisi ni kama fair play. Umeelewa? Chips kavu au kama chips foil baba. Umefungwa umaliza kona itupa. Umeelewa? Ndio tunachukuliwa hivyo. Umeelewa? Lakini mimi nachopenda sasa kusema mabodi wenzangu, tuwe na msimamo. Umeelewa? Tuwe na msimamo. Wale ni wasanii na sisi mabodi. Akiweza kufanya kazi pekee yake afanye, na sisi tunachoweza tunakifanya. Umeelewa? Tulitoka tumeanza kufanya mazoezi, hakuna mtu anaweza kufanya mazoezi kumtegemea msanii. Tunafanya mazoezi, tunalinda hapa Dida, kama leo si niko hapa Dida, tunalinda madida azimu, tunalinda kwenye maklabu, tunalinda kwenye makasino. Umeelewa? Na maisha yetu yanafanya nini? Yanaenda. Au sio? Tunamshukuru Diamond amekuja na hii formula ya bodyguard na mpaka imetrend mjini, au sio? Na sisi tunaweka kama tuna samani. Sawa? Tunashukuru kwa hicho kitu. Lakini baadhi ya wasanii wanachukulia kama si fair. Umeelewa? Lakini kaka kujua kama anaweza atoke peke yake. Unaweza kushangaa sio na ugomvi na mtu. Je, wale mashabiki. Umeelewa? Elewa hicho kitu. Wale mashabiki. Wewe unatakiwa ufike sehemu saa 2. Sawa? Uweze kufika saa 2, utafika saa 10. Upiti pale. Umeelewa? Sisi ndio tunafanya ile kazi ya kupunguza ya kufanya nini? Ya kutuliza wale watu ili msanii afike ile sehemu kwa wakati. Umeelewa? Na sio kwamba wale mashabiki sio kwamba sisi tunawaweza, sisi hatuwawezi. Hatuwawezi wale. Wanatuheshimu. Umeelewa? Sisi tupo 4 au 5. Wale wako 500. Tunawaweza. Mashabiki wanatuheshimu sisi. Ila ukiwazingua naona kuzingua. Umeelewa? Lakini sasa wanatuheshimu na sisi tunawaheshimu. Mshabiki unamfuata unaani kwamba unamfuata kisaikolojia. Sababu pale haitumiki nguvu pale. Mwili wa kwako. Pale haitumiki nguvu. Pale hutumika akili. Kwa sababu yule mtu ana miaka 5 haja kumuona Rayvanny, haja kumuona Mbosso, haja kumuona Mario. Umeelewa? Haja kumuona wa Mitego. Sasa leo unafikiria huyu hapa atakuelewa wewe? Atakuelewa? Hawezi kukuelewa. Lazima mbushi itokee. Yupo tayari kufa pale. Lazima mbushi itokee. Bwana, hii ni story ambayo nilikuwa nikipiga na Jitu la Kali, bouncer mkubwa sana Tanzania. Mimi nina story naye ambayo ni story kubwa sana ambayo tutaifanya kesho kutwa. Nitaenda kwenye jimu yake, nitapiga naye story nyingi sana. Bado na maswali naye mengi sana. Hii nimeileta haraka kutokana na issue ambayo imetokea juzi kati pale Mbeya. Issue ambayo sasa hivi inazungumziwa sana. Lakini kama unavyomjua Jitu la Kali, mmoja kati ya bodyguard ambaye amefanya kazi na watu wengi sana. Hata huyo Rayvanny ambaye imetokea ile Songo Mbingo Mbeya, amefanya naye kazi na issue nzima anaelewa vile ambavyo imekuwa. Kwa hiyo kwa vitu ambavyo amevizungumza hapa Jitu la Kale, unaweza ukatoa comment yako hapo, lakini pia mcheki hata kwenye Instagram yake Jitu la Kale, pia uende umfollow, muongezee pale followers na mambo yaweze kwenda sawa zaidi. Hii ni Top Level TZ, mimi ni kwa jina moja tu la Ngovi TZ. Asante bwana. Hii